Okay, nikukaribisha sana katika kipindi chetu, nikukaribisha sana katika live yetu. Hongera sana kwa kuendelea kujifunza. Nikukaribisha sana katika live yetu ya siku ya leo. Kama ambavyo imekuwa desturi yetu, tunakutana mara kwa mara kuweza kujadili, kujifunza jinsi gani tunaweza tukatumia maeneo yetu madogo kuanzisha miradi itakayotusaidia katika maisha yetu. Nikukaribisha sana. Leo hii tena tutakuwa tukiendelea katika mfululizo wa vipindi vyetu vya Lithium Garden Class. Lithium Garden Class leo tutakuwa ni episode number 7. Leo tutakuwa katika episode number 7 katika ule muendelezo wa vile vipindi vyetu. Kwa kama ni mara yako ya kwanza kutufuatilia, basi tambua tu ya kwamba kuna masomo mengine ambayo yamepita ambayo tulishayajadili. Kwa hiyo kazi yako ambayo unatakiwa kuifanya ni kuhakikisha unaweza kuyapitia, kwa sababu yanapatikana katika channel yetu ya YouTube kwa jina la Profitable Farm TZ, kwa jina la Profitable Farm TZ. Ukiingia tu katika channel yetu utaona yamepangiliwa katika episode episode 1, episode 2, episode 3, 4 mpaka kwenda kwenye episode ambayo tuko nayo sasa hivi. Kwa leo tuko katika episode number 7. Nikaribisha sana katika kipindi chetu. Na leo katika somo letu tutaangalia mkakati wa kutimiza ndoto ya kuwa na mradi nyumbani. Mkakati wa kutimiza ndoto ya kuwa na mradi nyumbani. Kama hivyo desturi yetu, sisi tunaangalia miradi mikubwa miwili. Tunaangalia mradi wa bustani katika eneo dogo, lakini pia tunaangalia mradi wa kuku katika eneo dogo. Okay, nianze kwa kusema hivi. Siku zote katika mafanikio hayatokei kama ajali. Mafanikio sio bahati. Mafanikio ni predictable. Yaani mafanikio yanatabirika. Sasa, manake nini? Manake ni kwamba unapokuwa na ndoto ya kuwa na project, ya kuwa na mradi, elewa kwamba unahitaji kuwa na mkakati. Hakuna mafanikio yanaweza ukaamka asubuhi yameshatokea. No. Sometimes nasikitika sana nikiwa naongea na watu, unamuuliza maswali, yaani jinsi anavyokujibu unaona kabisa huyu mtu hana future. Anaweza kuwa ameona tu akasema wacha ni wapigie simu wa watu niongee nao. Kwa nini? Haoneshi kama kweli amedhamiria kila anachotaka kiweze kutokea. Rafiki yangu ni kwamba kama kweli unataka kubadilisha maisha yako, lazima uamue. Yaani lazima uamue. Yaani uamue kutoka ndani, kweli nataka nibadilishe maisha yangu. Nataka nifikie hili lengo. Kwa sababu hakuna kitu kitatokea tu. Mentor wangu mmoja amekuwa akisema there is nothing of value is free. Hakuna chochote cha thamani ambacho ni free. Kwa lazima uamue. Sasa mafanikio siku zote yanahitaji mkakati. Yanahitaji mkakati. Sasa tunapozungumzia mkakati maana yake nini? Mkakati ni njia ya kupita. Mkakati ni mpango utakao kupeleka kwenye hayo mafanikio unayoyataka. Yaani kwa mfano nasema success is a journey. Mafanikio ni safari. Sasa safari ili kamilike unaenda wapi? Unataka ufikie wapi? Though tunaposema success is not a destination. Success is a journey. Lakini hiyo journey lazima iwe na vituo. Iwe na vituo. Nataka nifikie wapi? Nataka nianzishe project hapa nyumbani kwangu. Lakini hii project ambayo nataka nianzishe hapa nyumbani kwangu, for what? Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nini? Yani hii project ambayo nataka niangalie. Sasa kama mikakati ni kupanga, mikakati ni mpango ambao unakupeleka kuelekea kwenye mafanikio. Maana yake ukishindwa kupanga, umepanga kushindwa. Hiyo ni statement moja ambayo ni maarufu sana. Ukishindwa kupanga, umepanga kushindwa. Very simple. Very simple. Nimekuwa nikishare na nyinyi mara kadhaa kwamba katika safari yangu ya mafanikio, safari yangu ya maisha, nimekutana na mentors wawili.
ambao nimekuwa chini yao kwa kipindi fulani ili na mimi ninyoke niwe mtu wa mafanikio. Mentor wangu wa kwanza alinifundisha confidence, kwamba Ahazi, kwenye haya maisha lazima uwe na confidence. Na kitu ambacho alikuwa anakisisitiza siku zote, anakwambia confidence ni madhihirisho ya imani ulionayo juu ya kile unachokitaka. Ujasiri ni madhihirisho ya kile ambacho unakitaka kiweze kutokea, kile ambacho kiko ndani yako. Siku zote alikuwa anasema hivi kwamba watu wote ambao wamefanikiwa si watu wenye akili nyingi sana, si watu ambao walikuwa na vitu vingi sana, no. Wale watu walikuwa na confidence. Walikuwa na confidence. Si kama nielewa. Wewe kuna mtu ambaye kila siku unamuona anaenda. Unasema huyu jamaa huyu naye, yani anafanya vitu kama hivi. Huyu jamaa anahangaika. Huyu jamaa naye. Haya. Hata mimi mwenyewe nilipokuwa naanza nilikuwa nasema nahangaika. Leo katika jukwaa letu la Instagram tumehiti watu 100,000 ambao wanatufuatilia. Bado nahangaika. Watu 100,000, tumepata familia watu 100,000 wanatufuatilia. Bado nahangaika. Kuna mtu bado anasema, "Yeye jamaa anahangaika. Anavaga makofia hivi na makoti, anahangaika yule jamaa." Oho. Ogopa na mtu ambaye anafanya kitu kinaitwa progress. Mtu ambaye yuko na progress, yuko na direction, ni mtu tofauti kabisa. Kwa tunapozungumzia kuhusu mambo ya mkakati, kwa mentor wangu kwanza alikuwa ananifundisha sana confidence. Confidence, anakuambia you must have confidence my friend. Sasa mentor wangu wa pili akabadilisha maisha yangu kabisa, akanifundisha kitu kinaitwa strategy. Mikakati. Anakwambia sasa, sikiliza, sasa angalia, unajua Mungu anakupa watu kulingana na hali yako kwa kila wakati. Anakwambia sikiliza, unaweza kuwa na confidence lakini kama hauna strategia. Yeye alikuwa anapenda kusema kitu kimoja, anasema utafanya kazi kama tembo, utakula kama sisimizi. Alikuwa anasema nikisema progress manake ni kuendelea. Okay, sawa. Nashukuru mnapokuwa mna chat, kwa sababu mkichat mnanipa kujua kama naendelea kitu gani ambacho nataka. Nikisema progress manake maendeleo. Ya utanisamea jamani, unajua tunasoma huku nasoma huko. Hivi vizungu sio vinamaanisha tuna elimu kubwa sana au inamaanisha ni elimu. Ni lugha tu, kama vile Kimachame, Kichaga. Mimi ni Mbena, Wabena, Wakinga na vitu kama hivyo. Kwa haina kitu chochote ambacho cha nini. Sasa mentor wangu pia anasema kama huna mikakati, utafanya kazi kama tembo, utakula kama sisimizi. Kasema hii shughuli na yenyewe. Ambia hivi, lazima uweke mikakati. Confidence itakupa nguvu. Mikakati itabadili nguvu yako kwa kitu kinachoshikika. So leo nataka tuangalie mkakati wa kutimiza ndoto ya kuwa na mradi nyumbani. Mkakati wa kutimiza ndoto ya kuwa na mradi nyumbani. Safari ya mafanikio bila mkakati inaishia kwenye mahangaiko. Safari ya mafanikio bila mkakati inaishia kwenye mahangaiko. Huwezi kuchagua kama huna mpango. Huwezi kuchagua kama huna mkakati. Huwezi kufanya maamuzi yoyote ya maana kama huna mkakati. Tofauti ya tajiri na maskini ni maamuzi. Maskini ana kitu kinaitwa delay. Anafanya nitafanya kesho. Unafanya kesho, unajua ya kesho. Tajiri ana nguvu ya maamuzi. Kwa nini ana nguvu ya maamuzi? Huwa ana vitu vichache ambavyo vinapima maamuzi yake. Vinaitwa vipaumbele. Vipaumbele maana yake nini? Anaangalia, anasema okay, hichi kitu nakihitaji. Kinahitaji nini? Kinahitaji 1, 2, 3. Je, nikifanya ni sawa? Ndio, wacha nifanye. Simple and clear. Wala hitaji mambo mengi. Maskini hana vipaumbele. Kwa nini hana vipaumbele? Hana vipaumbele kwa sababu hana mkakati. Ukishakuwa na mkakati unakusaidia kujua kwamba hiki cha sasa hivi, hiki cha baadaye. Hiki nitakifanya leo, hiki nitakifanya kesho. Kama mwenzetu ameshia hapa, anasema wengine hata kilugha chetu hatujui.
ila na kufuatilia muda mwingi, nataka nianzie eneo dogo tunalo, ili nihamie sasa shambani. Nami hiyo ya kufanya kesho ndio imenikwamisha ise. Kufanya kesho kumeua ndoto za watu wengi sana. Wengi mno. Kama kitu kinawezekana sasa hivi, tufanye sasa hivi. Kesho. Wanapenda kusema kitu kimoja. Maskini wanawaza kesho mpaka mawazo yana expire. Mpaka wana expire. Kinaniumiza sana hicho kitu. Unamwona kabisa huyu mtu ana potential kubwa sana ya kuwa mtu mwenye mafanikio. Lakini kesho inamfanya huyu mtu anafeli kabisa kwenye maisha yake. Huwezi kupata mawazo mapya, huwezi kupata maboresho kwenye kitu ambacho hujachukua hatua. No, huwezi. Kwa hiyo kupigania mafanikio bila kuwa na mkakati, utaishia kubahatisha, unaishia kuotea. Okay, nasema kushindwa au kukwama kunatokana na moja kati ya sababu mbili. Sababu ya kwanza, labda mtu hajui anachotaka. Naomba rudie statement, iandike itakusaidia. Kushindwa au kukwama kunatokana na moja kati ya sababu mbili. Kushindwa au kukwama kunatokana na moja kati ya sababu mbili. Namba moja, labda mtu hajui anachotaka. Hiyo ni sababu ya kwanza. Lakini cha pili, inawezekana anajua anachokitaka lakini hajui jinsi ya kuchukua hatua. Inawezekana unajua kweli unataka kuanzisha mradi wenye malengo fulani, lakini haujui jinsi ya kuchukua hatua. Hiyo ni sababu mojawapo inaweza kukufanya ukafeli. Sasa tuanze na hii sababu ya kutokujua unataka nini. Namba moja, wewe leo unataka kuanzisha mradi wa kuku ili iwaje? Unataka kuanzisha mradi wa bustani ili iwaje? Unataka kuwa na mradi nyumbani kwako ili iwaje? Kitendo cha kuelewa vizuri. Mentor wangu wa strategia anapenda kusema clarity. Neno clarity. Clear manake nikisema clear sasa hii lugha itakuwa vipi tena? Uhalisia. Yaani mtu anataka kuamsha usiku akakuuliza kwamba kwa nini unafanya unachokifanya? Unaweza kumueleza. Kwa nini umeanzisha mradi? Kwa nini unataka kuanzisha mradi wa kuku nyumbani? Kwa nini unataka kuanzisha mradi wa bustani nyumbani? Unaweza kumueleza. Yaani umezinduliwa na ngumi usiku. Hebu tuambie, kwa nini una mradi? Unaweza kaeleza clear unataka nini? Kwa sababu ukiniuliza kwamba Ahazi, program zako zitanisaidia nini? Nitakuuliza wewe unataka nini? Mimi nataka usijui kupunguza gharama za mboga hapa nyumbani. Nitakuuliza unatumia shilingi ngapi kwa mwezi? Kama 200,000 mpaka 300,000. Je, unataka tu kupunguza gharama hizo za 200,000 mpaka 300,000 au unataka kufanya na biashara? Mimi nataka tu kupunguza gharama. Fanya program yetu ya Bag Gardening, itakusaidia. Very simple, kwa sababu program yetu ya Bag Gardening inamsaidia mtu kuweza kuokoa gharama za mboga anazotumia nyumbani au kuweza kupata kipato cha 1,500,000 mpaka 200,000 kwa mwezi. Mimi natamani nipate angalau 500,000 na kuendelea. Nitakwambia sikiliza, Bag Gardening itakufaa. Ingia kwenye Profitable Garden Pro. Kwa nini? Program yenyewe tumesema inakusaidia kuanzisha bustani itakao kupatia. Sikiliza, inakusaidia kuanzisha bustani eneo dogo nyumbani inayoweza kukusaidia kupata 500,000 na kuendelea kila mwezi. Kwa nini hii ni 200,000 hii 500,000? Eneo dogo litabaki eneo dogo. Lakini strategy, mikakati ambayo tutakusaidia ni tofauti. Natamani nitengeneze hata milioni na kuendelea kila mwezi. Fanya program inaitwa Rich Home Garden. Kwa nini? Rich Home Garden ina Profitable Garden Pro na ina kukuchumi. Ukicombine kuku na bustani ndio unaweza kutengeneza milioni na kuendelea kila mwezi. Kumbuka ni eneo dogo. Nikifight kwenye program ya bagi siwezi kufikisha milioni. Unaweza, lakini uwezekano ni mdogo. Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa unataka kutengeneza pesa nyingi, lazima una uwezo wa kutengeneza value kwenye product zako. Ukikombine product ya kuku, ukichanganya product ya kuku na ukachanganya na product ya bustani, una uwezo wa kupaki ukapata product ambayo ukiiuza package yake, angalau ukipata wateja wachache ndani ya mwezi, unaweza kutengeneza milioni na kuendelea kila mwezi. Kwa nini? Strategia, mkakati ndio unakupeleka kufikia ndoto yako. Bila kuwa na mkakati ambako clear, ni ngumu sana kufikia malengo. Ngumu mno. Ngumu sana. Okay, kwa hiyo namba moja, je, unataka kuokoa gharama na ni kiasi gani?
Nimesema, kumbuka naelezea kwamba sababu ambazo zinapelekea mtu kushindwa, nimesema 2. Ya kwanza, mtu hajui anachokitaka. Ya pili, hajui jinsi ya kukipata. Sasa tunajadili kuhusiana na unataka nini? Unataka uanzishe mradi wa kuku au bustani nyumbani kwako kwa malengo gani? Namba 1 nimesema hivi, je, uokoe gharama za mboga? Lazima ujiulize maswali haya. Nataka nianzishe project hii. Ahazi unisaidie wewe na kampuni yako au wewe na programu zako. Nitakuuliza unataka kwa vipi? Kwa sababu uwekezaji wa mtu anayetaka kuokoa gharama za mboga na mtu anayetaka kipato cha milioni kwenda ni watu wawili tofauti. Hakuna, uwezo kusema investment zitakuwa sawa. Uwekezaji hauwezi kuwa sawa, hapana. Hapana. Hata siku moja. Kwa hiyo hicho lazima ujue. Kama unataka kuokoa gharama za mboga nyumbani, je, ni kiasi gani? Umeshapiga hesabu unatumia kiasi gani cha mboga nyumbani kwako? Lazima upige hesabu kwamba tunatumia labda 50,000 kwa mwezi, tunatumia 100,000 kwa mwezi, tunatumia 50,000 kwa mwezi. Lazima ulisti, uorodheshe, then inakuwa sawa. Namba 2, au unataka uanzie mradi wa bustani na kuku nyumbani kwa malengo ya kujiongezea kipato. Lazima uwe more specific. Of course, ukitaka kuongeza kipato, manake hata ya kula itakuwa ndani yake. Lakini tunataka hivi, nataka kutengeneza kipato. Nataka kuanzisha mradi wa bustani, mradi wa kuku ili nipate kipato. Usiniambie kipato na kula. Ukishasema kipato, wewe mwenyewe utajinunua, utanunua hapo hapo. Wewe ndio utakuwa mteja wa kwanza. Usiniambie kwamba nataka kuanzisha mradi wa kuku na bustani kwa ajili ya kula na biashara. Sasa wewe umeshachanganya mafaili. No, hatusemi hivyo. Nataka kuanzisha mradi wa bustani na kuku katika eneo langu dogo nyumbani ili nitengeneze kipato. Kama nataka kutengeneza kipato cha 500,000 na kuendelea kila mwezi, ina maana kama mimi kwenye familia yangu natumia 100,000 kwa mwezi, ina maana tayari mteja wangu wa kwanza ni mimi mwenyewe. Mteja wangu wa kwanza ni familia yangu. Kwa familia yangu itanunua kwangu. Familia yangu itanunua kwenye mradi. Kwa mteja wa kwanza kabisa atakuwa ni mimi mwenyewe. Hizo ni mentality 2 tofauti za watu wenye mafanikio. Sasa ukisema nataka kutengeneza kuanzisha mradi, mimi mwenyewe niyo nakula. Kuku ametaga leo, umechukua mayai yote. Ukija kupiga mwisho wa mwezi, wewe ndio umekula yote. Kama kulikuwa kuna budget ukura tenga kwa ajili ya kwenda kununua mayai, ile budget ndio itanunua mayai kwako. Huyo ndio mtu mwenye mindset, mwenye akili ya kimafanikio. Siku zote nasema mafanikio yanaanzia kwenye akili. Mafanikio hayaanzii kwenye mfuko. Mfuko unafuata akili. Sawa? Akili haifuati mfuko, ndugu yangu. Usije ukafikiri siku ukiwa na yeye ndio utakuwa na akili. Unaanza kuwa na akili, pesa ndio inakuja. Tena pesa ikija na akili haijakaa sawa, inakupoteza zaidi. Very simple. Hai, sasa tumesema hivi, unataka kuanzisha mradi ili uweze kupata kipato. Je, unataka kupata kipato kiasi gani? Lazima ujue. Je, ni kipato kamili? Yaani kwamba ndio kipato ambacho nakitegemea au ni kipato cha ziada? Hiyo lazima uelewe. Kwamba ni kipato kamili. Yaani kwa mfano, niko nyumbani nalea watoto wangu. Lazima ufahamu kwamba hakuna mama wa nyumbani. Kuna ile kitu, mimi ni mama wa nyumbani tu, niko zangu tu nyumbani. Wewe sio mama wa nyumbani. Wewe sio mama wa nyumbani. Upo nyumbani, unafanya shughuli zako za kuwasaidia watoto waje kuwa watu kesho. Sio kama nielewa. Unawasaidia watoto wako kesho waje kuwa watu. Ile ni kazi. Kwenye maisha kuna kazi za aina 2. Kuna biashara na kuna huduma. Sawa sawa? Kuna biashara na kuna huduma. Na zote zina malipo. Zote zina malipo. Kuna ambao unalipwa cash na kuna ambao unalipwa experience. Na unalipwa kitu kinaitwa nini? Ni reward ambayo inakuwa katika mfumo ambao haushikiki lakini umelipwa. Wewe kama leo uko nyumbani unafua nguo, wewe ni dobi. Unapika chakula, wewe ni shefu. Unalea watoto, wewe ni daycare. Sio kama nielewa, sio kwamba haufanyi kazi. No, unafanya kazi. Tena unafanya kazi nzito. Unasaidia sijui ni mume wako. Wewe ni secretary. Kwa nini secretary unafanya kazi gani? Unapaswa wewe ni mfanya kazi.
Mimi ni mama wa nyumbani tu, sina kazi ya kufanya. Una kazi ya kufanya? Hamna, una kazi ya kufanya. Ila sasa kazi yako ya sasa hivi unalipwa experience, kwa sababu kwenye maisha unalipwa vitu viwili. Aidha unalipwa cash au unalipwa experience. Experience ambayo mimi nilikuwa houseboy leo inanisaidia kutengeneza maisha. Experience ambayo nimeipata wakati nakuwa kwa wazazi wangu inanisaidia leo kutengeneza maisha. Experience ambayo uliwahi kujitolea kwa mtu fulani, kesho unaibadilisha na kuwa cash. Value what you have. Thamini kitu ulicho nacho. Thamini nafasi ulionayo. Mungu ukianza kuwaza kwa design hiyo, lazima akupe kazi. Wewe sema mimi mama wa nyumbani tu, uone kitakacho kukuta. Utakaa miaka yote hapo, utakaa uwe mtu wa maana hata siku moja. Anza kuvalue nafasi ulionayo. Wewe sio mama wa nyumbani. Wewe ni mtu mwenye kazi yako ambayo mshahara wako ni kulipo experience. Hiyo experience kesho unageuza na kuwa cash. Simple and clear. Okay, sasa kama ni kipato kamili, yani kwamba hauna kazi ambayo ina convert kupata kipato, yani inabadili kuwa kipato. Manake, okay sawa. Lakini je, ni kipato cha ziada? Labda kwa mfano una biashara yako, una kazi yako. Umeamua kuanzisha project nyingine. Manake nataka nianzie biashara nataka nianzie mradi ambao utanipa kipato cha ziada. Lazima iwe clear. Lazima iwe ieleweke. Jamani, mnanielewa chochote? Mbona sasa sijamaliza hata utangulizi na muda umeisha? Nafanya nini jamani? Hebu comment hapo chini. Niendelee au ndio niishie hapo? Bado dakika 6. Sasa hivi ndio nataka nijitambulishe. Jamani, mimi naitwa Ahaz. Nimefurahi sana mmekuja kwenye kipindi. Karibuni sana 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 sana. Karibuni sana. Umepata chochote? Comment hapo chini uweze kuona. Okay, nitaongeza kama dakika 10 au 15, alafu tuweze kumaliza kile ambacho nimetamani muweze kukijua. Lakini short ni kwamba kuna changamoto. Kuna changamoto. Changamoto ya watu wengi wanatamani kuanza ila hawajui wanaanzia wapi. Wanatamani kuanza ila hawajui wanaanzia wapi. Katika kipindi hiki nataka upate hatua 3 ambazo zitakusaidia leo. Kwenye kipindi hiki nataka upate hatua 3 ambazo zitakusaidia leo. Sasa tunasema hivi, ndoto inahitaji mkakati, sio matumaini peke yake. Ndoto inahitaji mkakati, sio matumaini peke yake. Iko hivi, mambo yote makubwa unayoona duniani kuna mtu alisababisha yatokee. Wazo linaanza na mtu mmoja, ndoto inaanza na mtu mmoja, lakini ndoto huwa haitimizwi na mtu mmoja. Lakini kuna mtu ambaye alikaa chini, cha kwanza kabisa alikuwa na hope. Hope ni tumaini. Sasa tumaini peke yake halitimizi ndoto. Cha pili alikuwa na kitu kinaitwa planning. Alikuwa na mikakati. Kwa alikuwa na tumaini, akawa na mikakati. Lakini alikuwa na shauku. Ukiwa na mkakati, usipokuwa na shauku, ule mkakati hauendi kwenye vitendo. Alikuwa na shauku kuona hivi siku moja ndoto yangu itatimia. Jaribu kuimagine, jaribu kukaa na kuwaza kwamba siku moja mezani kwako unaweka mboga ambayo ni salama. Unakula mboga yenye ladha. Imagine hiyo siku itakuwaje. Leo kwenye familia kuna watoto ambao wana allergy, wana ile tunaita mzio kwa kilugha cha kawaida. Manake hawapendi kula mboga za aina fulani. Kwa nini hawapendi? Hazina ladha. Mtu ampiga sumu asubuhi, jioni anauza, mboga hazina ladha. Imagine kwamba kwenye familia yako siku moja umeweka pale sebleni, pale mezani, mboga ambayo wewe ndio umeiandaa. Hiyo inaitwa hope. Inaitwa tumaini. Siku moja. Shauku gani unayo kwamba siku moja ninaamka asubuhi nachukua mayai na kaangia watoto wangu mayai na kiini cha njano. Kuku wamekula mboga ambazo nimezizalisha. Kiini cha njano. Wametoa mbolea. Mbolea ile imeleta umeweka kwenye mboga. Mboga imeota. Hautumii madawa kabisa yale viwandani. Hakuna makemikali, hakuna masumu. Imagine hiyo siku. Inaanza na imagination. Inaanza na dream. Inaanza na hope. Inaanza na planning. Inaanza na mipango. Inaanza na tumaini. Inaanza na ndoto. Inaanza hivyo. Sasa ndoto haitimizwi na shauku peke yake. Ndoto haitimizwi na tumaini peke yake. No, ndoto inatimizwa na mikakati. Sasa tunasema ndoto haina nguvu hadi iwe kwenye mfumo wa utekelezaji. Ndoto haiwezi kuwa na nguvu mpaka iwe kwenye mfumo wa utekelezaji. Sasa huo mfumo wa utekelezaji ndio tunaita mkakati. Namba 2, mkakati ni ramani ya safari. Tunaposema mkakati maana yake nini kwa lugha nyingine?
Mkakati ni ramani ya safari. Hiyo ramani ya safari inakuambia wapi pa kuanzia, nini pa kuepuka, na jinsi ya kufika. Wapi pa kuanzia, wapi pa kuepuka, na nitafikaje kwenye hii safari ambayo nimeianzisha. Namba 3, wengi wanangoja hali iwe nzuri. Rafiki yangu, nikwambie kitu. Hakunaga siku mambo yatakuwa sawa. Wewe ndio unasababisha yawe sawa. Tumekuwa na matumaini ya uongo kwamba siku moja nikiwa na hiki nitakuwa sawa, nikiwa na hiki nitakuwa sawa. Hapana. Mambo hayawagi sawa. Sisi ndio tunasababisha mambo yawe sawa. Kwa sababu hata siku hiyo ukisema mambo yako sawa, bado unaona hayako sawa. Kwa hakuna siku mambo yatakuwa sawa. Hatuanzi kwa sababu tunajiona tumeshakamilisha kila kitu au kila kitu kipo sawa. Hapana. Tunaanza kwa kufikiri kilichopo mkononi mwetu kinaweza kuwa kina mchango gani kusababisha tuweze kusonga mbele. Hatuanzi kwa sababu mambo yako sawa. Unajua sasa kila kitu kipo sawa. Sasa rafiki yangu, ukisubiria mambo yawe sawa, wanachukua hatua. Mimi kila siku naambia watoto wangu, you are not a child, you are not a kid. Mtoto wangu mmoja ana miaka mingapi? Sio 6 au 5. Wanasema wanaume wao wanasahau miaka ya watoto wao. Kitu kama 6 au 5, 2016. Atakuwa miaka mingapi? 16. Miaka mingapi hiyo? Mwingine ana miaka 4, 3. Naambia no, nyinyi sio watoto. There are some kids like you are causing waves. Wanasema sasa kuna watoto ambao wanawafuatilia wale watoto. Naambia angalia watoto wanafanya maajabu makubwa. Unaposema mambo yawe sawa, kuna watu chini ya carpet wanapambana, wanafanya vitu viweze kutokea. Alafu wewe unasema wewe bado. Endelea kujipanga. Ukiamka kesho tumeachwa. Ukiamka kesho umeachwa. Nakumbuka wakati mimi nimeanzaga hizi movement, kuna watu wanasema wanajipanga. Mpaka leo wanajipanga. Mpaka leo wanajipanga. Yaani tena unaanza kuona aibu. Mtu anakuambia hivi, unajua kuna mtu anakuambia nikiwa na eneo nitafanya maajabu. Nikiwa na eneo nitafanya maajabu, si ndio? Ndoto yako ndio inakuonesha eneo. Sio eneo ndio litakufanya utimize ndoto. Yaani ndoto ulionayo ndio itakuonesha kwamba hapa ndio pa kuanzia. Kuna somo nimewahi kufundisha huko nyuma, nikwambia hivi, ukiwa unajitafuta, ukiwa ndio unataka kuanza kupambania maisha, hujaanza kabisa, tafuta watu ambao wameanza lakini wanafanya vitu vya, yaani wameanza lakini wako loko. Si kama nielewa. Yaani kwamba unashangaa wewe una ndoto kuwa na bustani. Kuna jamaa ameanzisha kwenye makopo, kwenye makalai. Yaani ukienda kwake pana mboga kila sehemu. Yaani ameotesha mboga mpaka kwenye vikombe. Angalia watu kama wale. Ukiwa unaanza, angalia watu kama wale. Sasa kama huyu ameweza kuanza, mimi nashindwa nini? Hiyo ni principle namba 1 ya kuhamasika kuanza. Ukiwa umeshaanza, yani tayari sasa umeanza, usifuate tena wale watu ambao wamefanya vitu loko. No, usifanye hivyo. Tafuta watu ambao wamefanya vitu modern, vitu vya kisasa, vitu vikubwa. Kwa sababu gani? Kila hatua ya maisha yako unahitaji mtu atakaye kuvusha kwenda hatua nyingine zaidi. Si kama nielewa. Wewe leo unasema nikihamia kwangu nitaanzisha, nikihamia kwangu nitafanya maajabu. Haitakiwi hivyo. Ukihamia kwako sio ukafanye maajabu kwako. Ukihamia kwako ukaendeleze maajabu. Ukihamia kwako ukaanza, hautafanya maajabu yoyote. Tutaona bwana ni kawaida. Si una eneo pale ambapo unaishi, nyumba ya kupangisha pale, ndio ufanye maajabu. Ukifanya mpaka mwenye nyumba aseme huyu mpangaji huyu hapana kwa kweli. Yaani fanya mpaka mwenye nyumba aseme nataka nifanye mwenyewe. Mwanafunzi wangu mmoja anaitwa Sala Ibrahim. Huyu mara nyingi sana namtolea mfano huyu mama kwa sababu kabla hajakutana na Profitable Garden, of course ni kukuchumi yeye alikutana nayo. Alikuwa anauza vitafunwa, hizi bites. Akachoka mambo ya kutembea huko na nini. Akasema hapana, nataka nifanye project ambayo nitafanya nyumbani. Sasa kuna rafiki yake mmoja alikuwa amemleta mke wake kwenye darasa letu. Akamwambia sikiliza, kama unataka kuanza kuku usianze mpaka umekutana na Ahazi. Akaja. Kipindi kile tulikuwa tuna program ilikuwa inaitwa Tajirika na Kuku. Akasema Ahazi, mimi lazima niwe tajiri. Kwa hiyo tukawa tena tajiri.
Alianzia project kwenye bedroom. Yaani watoto wanalala hapa, kuku wako hapa. Kwa sababu darasani leo kufundisha nikasema hivi, unajua kuku ambao ni vifaranga mpaka mwezi unaweza kukaa nao hata chumbani, akaichukua kama ilivyo. Haya, ameanza kwenye bedroom, ni nyumba ya kupangisha. Asakana kama nyumba fulani ambayo kwenye akili yake nikani nimefundisha biashara 20, akawaza afanye pia mambo ya bustani. Kipindi hicho sisi sina hata ndoto ya kwamba nitakuja kufanya mambo ya garden. Nakumbuka hata nilipoanza mwanzoni kabisa kufanya garden, mifano ya mwanzo kabisa nilikuwa naitolea mifano ya Sara. Akasema sasa Hazi, mimi nafikiri nitafute nyumba ambayo itakuwa ina eneo. Akatafuta ni nyumba ambalo, yani nyumba ina ukuta, sehemu moja ile nyumba iliungua, ilipigwa shoti. Alafu sehemu ya pili kuna vyumba ni single, sizikuwa kama double, yani chumba na sebule. Alafu nje kuna eneo ambalo lina manyasi, lina mabua, lina mamiti. Rafiki yangu Sara aliona hii ni opportunity. Alichokifanya, alipoingia kwenye ile nyumba, kwanza kwenye ile gofu ambayo liliungua, alimwambia mwenye nyumba sikiliza, hili gofu naweza nikalitumia? Mwenye nyumba akamwambia, unalitumiaje wakati ile nyumba libovu hili? Akamwambia haina shida, hapa nje ninaweza nikapaweka sawa. Akasema hapo sasa utafanya kitu gani? Akamwambia haina shida. Baada ya miezi miwili kule kwenye gofu ndio kwa kulea vifaranga, hapa nje kaotesha mamboga. Ngoja kesho kwenye nitaitafuta ile ile clip ambayo alikuwa anaalika wenzake, wanakuja wanachuma mboga wanaondoka. Yaani hatakuwa na ufahamu kama tulionao leo kuhusu mambo ya garden. Nitaitafuta ile afu nitaiweka kwenye post. Alafu ile nitaiweka kwa ajili ya nyinyi ambao mmefuata. Naambia jamani, ile story yangu ya Sara ndio hii hapa. Sasa kitu kija kutokea, mwenye nyumba alipokuja kwenye nyumba yake baada kama miezi 3-4, akakuta nyumba imebadilika. Akaenda kutafuta wateja wa kuuza nyumba. Akaenda kutafuta wateja wa kununua nyumba. Akatangaza madai. Akamwambia jamani, nyumba yangu naiuza. Yaani ile nyumba jamani ilikuwa mbaya. Sara hakubadilisha nyumba, alibadilisha mazingira. Wenzake ambao walikuwa wamepangisha naye wakawa wanachuma pale mboga. Yaani of course alikuwa auzi. Nimekwambia tukao tunaofahamu kama huo. Alikuwa auzi. Of course mama watu ana upendo wa hali ya juu sana. Yaani ana upendo, ndio maana amefanikiwa. Wale ambao wamepangisha walikuwa wanachuma, anatafuta marafiki zake wengine wakimtembelea wanachuma. Mwenye nyumba akaja. Maskini ya Mungu. Baada ya muda akashangaa wameuzwa, yani wapangaji wameuzwa. Kuja kupiga story kwa hiyo dalali ambaye amenania, anasema hivi, mwanzoni walikuwa wanaiuza ile nyumba ilikuwa iuziki. Baada ya mazingira kubadilika, kila wakimleta mtu anaona opportunity. Anasema hapa tunaweza tukalima. Angalia huyo hapo. Tena mpaka ile mabanda ambayo alikuwa amefugia pale kuku. Yule mwenye nyumba ambaye alihamia akamuuzia na ile mabanda. Maskini ya Mungu. Siku zote vitu ambavyo sio vya kwako kwa vinakufa. Sawa, walivutiwa na mazingira wakanunua, lakini baada ya muda ile miradi ikafa na kitu kiliendelea pale. Sara kahamia kwake. Leo ni mtu anazalisha vifaranga zaidi ya 10,000 kwenye mashine yake. Nini ambacho nimetaka ujifunze kwenye hii story? Ndoto inatafuta eneo. Eneo halisababishi ndoto. Siku zote unafanya maajabu kwa kufikiri kwamba hapa nilipo unafanya kitu gani. Sio kwa kusema nikiwa kwangu nitafanya maajabu. Ukiwa kwako unafanya maajabu gani wakati mpali ndio unajua ndio kwako? Fanya maajabu kwa mtu. Hii profitable gani na mnapoiona leo ilianzia kwenye nyumba ya boss. Hapo ndipo niwaikuwa houseboy. Mama alikuwa anaotesha mboga vimchicha pale chini, kaambia siwezi kuweka mifuko, nikaweka. Baadaye kaambia wewe endelea kuweka tu. Mazingira yakabadilika kila kitu. Ndoto inabadilisha mazingira. Ndoto haisubiri mazingira. Okay. Haya, hatua 3. Twende haraka nisije nikazilisha muda wangu bure. Hatua namba 1, amua unachotaka kuona. Namba 1, zile hatua 3. Mkakati wa hatua 3 za kutimiza ndoto yako. Ndio title uandike. Mkakati wa hatua 3 za kutimiza ndoto yako. Hatua namba 1. Amua unachotaka kuona. Amua unachotaka kuona. Andika hiyo itakusaidia. Amua unachotaka kuona. Unataka bustani ya aina gani? Andika, nataka bustani namna hii. Hata kama haujui itakuwaje, usisubirie kujua. Wewe andika, nataka bustani namna hii. Nataka bustani namna hii. Nataka bustani itakayonipa 500,000 kwa mwezi.
nataka mradi utakuwa unipa milioni kwa andika tu. Yaani wewe andika tu. Nataka hiki, nataka andika. Unataka kufanya nini ndani ya mradi wa kuku? Kama ni bustani, unataka kufanya nini ndani ya mradi wa bustani? Unataka kufanya, andika. Usiweke ndoto ya maneno. Usiweke ndoto kwa maneno. No. Usiweke ndoto kwa maneno. Tunasema kama huwezi kuiandika ndoto yako, haiwezi kutimia. Kuna kitabu nilikuwa nasoma kinaitwa, ngoja nionyeshe hichi kitabu. Kile cha self discipline hiki hapa. Nilikuwa nasoma hichi kitabu hapa cha Brian Tracy. Sio kama taona ile kwa haraka haraka. Ilikuwa sehemu za mwanzoni kabisa. Nilishangaa sana. Nilishangaa. Yes, hapa. Anasema only 3% of adults have written goals. And everyone works for those people. Sika meelewa? Kwa sababu hapa kwenye chapter 4 anasema self discipline and goals. Hichi kitabu mkitafute kitawasaidia sana. Kinasaidia kitu kinaitwa the power of self discipline. Nguvu ya nidhamu binafsi. Huwezi kufanikiwa kama huna discipline. Sasa hapa anasema self discipline and goals. Kwa tafsiri ya kawaida ni kwamba 3% ya watu wazima ndio wenye malengo yaliyoandikwa. Alafu hao wengine wote waliobakia ndio wanawafuata hao. Ukienda kusoma kwenye kitabu chake kingine cha nani? Ana vitabu vingi sana huyu jamaa. Vizuri sana. Ambacho kinazungumzia mambo ya saikolojia ya mauzo na vitu kama hivyo. Anasema hivi, watu ambao wanaandika malengo wana asilimia zaidi ya 75 ya kutimiza malengo yao. Andika malengo. Andika malengo. Na hii inaongezea ya kwangu mwenyewe. Mtu anayefanya kazi na Mungu ni mtu mwenye vitu vilivyoandikwa. Simple. Anasema andika njozi yako chini. Kila apataye kuisoma, aisome kama maji. Kama unaweza ukatoa mawazo, ukayaandika chini yakaandikika, na ukasoma kabisa, na mtu mwingine akasoma, yanatimia. Watu wengi tunafikiri tuna ndoto, hatuna chochote, tuna matumaini. Hatuna ndoto. Ndoto inabidi ishikike, lengo inabidi lishikike, lionekane. Kuna statement ya kutengeneza malengo inaitwa SMART. Specific, measurable, specific, kitu kinaonekana. Hiyo ndio afundisha siku nyingine. Lakini nataka niseme point ya msingi hapa ni kwamba andika, andika, andika. Hiyo hatua ya kwanza. Hatua ya pili, anza na kile ulichonacho. Anza na kile ulichonacho. Kweli una ndoto. Jamani, tofautisha kati ya kuanza na ndoto. Hivi ni vitu viwili tofauti. Hatua ya pili, anza na kile ulichonacho. Naomba sikize vizuri. Kweli una ndoto. Tofautisha kati ya ndoto na kuanza. Ni hivi. Ndoto ni picha kubwa ulionayo kuhusiana na jambo unalotaka liweze kutokea. Picha kubwa ulionayo. Kwani wewe unafikiri mimi nawe kufundisha hapa ndio ndoto yangu? Hapa ninapokufundisha, hii sio ndoto. Hii ni sehemu ya safari ya ndoto. Kuna tofauti ya ndoto na kuanza. Ndoto is a big picture. Ndoto ni picha kubwa ya kesho yako. Mimi sasa hivi naona execution ya Profitable Farm kama 8. That's my dream. Na imeandikwa kabisa jinsi itakavyokuwa. Mimi naona sherehe za wafugaji wa kuku. Yaani kuna siku maalum itakuwepo ya watu wa kuku kula kuku. Sasa angalia uzuri wa hii ilishawahi kutokea. Nendeni YouTube kwenye channel ya Kuku Uchumi. Sasa ndio tunaita Profitable Farm TZ. Andika 99. Utaona imetokea mwaka 2019 tulilisha kuku watu. Sasa naiona katika ukubwa. Hiyo ni dream. Naona vyuo kama SUA. Ambao tunatoka kwenye kampuni ya Profitable Farm Limited. Hiyo ni dream. Ninaona nikifundisha watu zaidi ya milioni 10 wakinisikiliza.
Leo tunafundisha 100,000 kwenye YouTube, kwenye channel yetu ya Instagram. Sasa kuna tofauti ya ndoto na kuanza. Usichanganya haya mambo. Ndoto itabaki kuwa ndoto, lakini kuanza ndio unaleta uhalisia wa ndoto yako. Kuanza ni halisia, kuanza ni maisha ya kila siku. Wewe endelea kusubiria kwamba siku moja nikiwa hivi sije kilikwenda. Utasubiri na tutakuacha unaona hivi. Utabaki kuwa shabiki. Kwenye maisha kuna mashabiki. Mashabiki ni wale watu ambao wanasifia. Unashangaa mtu amesoma na mtu anasema aisee, huyu jamaa nimesoma naye, nilikuwa nakaa naye kitu kimoja. Leo unafanya nini? Wakati mwenzako leo sio ni waziri huko, mwenzako leo anafanya mapinduzi, ni CEO wa kampuni fulani. Unasema nimesoma naye, huyu jamaa nimetoka naye kijiji kimoja. Inasaidia nini sasa? Wakati yeye anapambana, wewe ulikuwa unafanya nini? Ndio leo kusema jamaa angalia anapambana. Kazi yako ni kunyoshia vidole watu. Anza kitu. Una ndoto sawa, anza kitu. Chukua makopo, anza. Ndio nitaeleza hapo baadaye unaanzaje. Lakini anza kitu. Mambo ya kuwa shabiki, unanifuatilia mimi unakuwa shabiki. Wewe vipi? Haya sio masomo ya mashabiki, haya ni masomo ya vision. Haya ni masomo ya world shakers, watu ambao wanakwenda kubadili dunia. Haya ni masomo ya kutengeneza ajira, kazi, biashara. Vijana na shangaa tu mtaani, hakuna kazi, hakuna biashara. Wewe umekumbatia hali ndoto uanzi. Unajua unachelewesha watu kufanikiwa kwa sababu hujachukua hatua. Wewe umebeba kampuni ambayo itaajiri maelfu ya watu. Kuna watu sasa hivi wanataka wewe uanze tu wabadilishe maisha yao. Yaani Mungu ameshakuwekea kitu ndani yako likubwa. Wewe bado unashangaa tu mpaka Mungu anasema jamaa vipi? Unajua sikiza nikwambie kitu. Ukiona leo una shauku ya kufanya kitu fulani, ni Mungu anasema na wewe. Sasa wewe fanya kitu kimoja. Nitaanza kesho. Ngoja kwanza nijipange. Ikikaa hivi nitafanya hivi. Watu wanateseka huko afu Mungu anaendelea kukuachia wewe. Kitakachotokea ni nini? Angalia baada ya mwaka mmoja, baada ya miezi 6, baada ya wiki 3, unaenda kukuta wazo kama ulivyokuwa nalo kwa mtu mwingine. Unaanza kusema, "Hili wazo lilikuwa la kwangu." Tena kama bahati mbaya uliwahi kuongea hata na mtu kwamba, "Aisee, unajua na mpango wa kufanya kitu fulani." Wameanzisha, unasema, "Wameshachukua wazo langu." Sio wamechukua wazo lako. Mungu alikupa wazo. Alikupa idea. Alivyokupa sio kwa ajili yako. Unajua kwa nikwambie kitu, maisha yako ni kitu kidogo sana. Mimi na familia yangu ya watoto 3 sihitaji hata milioni 50 kwa mwezi. Labda milioni 2 tu itanitosha. Milioni 3 itanitosha. Lakini kupitia mimi kuna maelfu ya watu wanakwenda kubadilisha maisha yao. Sasa kwa sababu lazima mimi nichukue hatua. Nachukua hatua, Mungu anazidi kuniendelea. Sio kwa sababu yangu, ni kwa sababu ya watu wengine. Ya nini mimi sasa hivi nianza kuteseka hapa kuongea na watu kama ni maisha yangu yameshatosha. Hela ambazo kulipa kodi ni shingapi? Kwani tunatakiwa tuishi na shingapi? Hii kofia shingapi? Hizi nguo ni shingapi? Sasa nahitaji kuvaa manguo ya mamilioni ya nini? Ili saidie nini? Ili waje, yani kwa mfano. Mimi ni mkulima, mimi napenda kilimo. Sasa hizo manguo nitavaa saa ngapi? Mimi kila saa niko shambani. Okay, hata kama na manyumba 20 manyumba yanasaidia nini? Yani ili waje, yani kwa mfano. Kwani nikikaa kwenye nyumba moja sinalizika? Sikiliza. Wewe upo kwa sababu watu wafanikiwe. Mungu amekupa idea, amekupa vision, amekupa desire, amekupa shauku. Imeshakutokea kwa mfano nakuta kuna kipindi una nguvu ya kuchukua hatua. Unatamani kufanya kitu fulani. Siku zinavyozidi kwenda, ile hamasa inapungua. Ile shauku inapungua. Mpaka inafika wakati unajiona wewe ni mtu wa kawaida kabisa, hakuna cha maana unaweza kufanya. Pale ndugu yangu, vitu vimeshaondoka. Kuna statement moja inasema, golden chance never come twice. Kuna kitu kwenye maisha kinaitwa time and timing. Muda upo siku zote, ila majira yana wakati wake. Time ni muda, majira ni kitu kingine kinaitwa timing. Ukisha kosea timing, kuja kuirudisha sio leo. Sijui kwa nini nimeongea mambo yote haya, lakini naamini kuna kitu umenielewa. Naamini kuna mtu mmoja hapa anakwenda kubadilisha maisha yake. Hicho ndio kitu ninachokiamini. Sikiliza, anza ulipo. Kanuni ya kwanza ina vitu vitatu. Anza ulipo. Unaishi nyumba ya kupangisha, tafuta makopo kama maua. Weka mchicha,
weka spinach. Unaishi nyumba ya kupangisha, jenga banda kama keji, weka pale liwe kama maua. Usimsumbue tu mwenye nyumba maharufu yatoke. Fikiri. Kama huwezi kufikiri, tumia watu walio kutangulia. Sisi leo tuna, kwa mfano, mimi nakumbuka wakati nafikiria kwamba namrudishaje kuku kwenye bustani, nikana waza hivi, kutakuwa kuna mtu ambaye anaishi kwenye nyumba ya kupangisha, atakuwa na majirani. Huyu mtu majirani watasema hivi, huu mradi ni mbaya kwa sababu utakuwa na harufu. Nifanyaje? Banda letu leo lina mifumo mitano. Lina mfumo wa taka ambao hata unaweza ukala ugali bustanini. Hatufagii kila siku, na banda lipo katika standard ambazo kwenye bustani kuku hapa, mtu yuko hapa anapunga upepo. Kwa sababu view ya Lithium Garden mtaendelea kuiona. Mtaendelea kuiona. Ni sehemu ya kupumzikia, ni sehemu unaweza ukasomea, ni sehemu ambayo unaweza ukala chakula, ni sehemu ya kuweka wageni. Ndio future ya Lithium Garden. Sehemu ambayo kutoka kuna kuku, kuna mboga, kuna viti, kuna kila kitu. Sasa unawezaje kuweka hiyo cycle katika sehemu moja bila kumdisturb mtu? Hiyo ndio nilikuwa nafikiria. Banda ambalo halina mfumo wa harufu ambayo sijui mtu amekaa na pananuka. No. Mfumo wa chakula, mfumo wa maji, mfumo wa taka, mfumo wa mayai, vyote vinajitegemea. Fikiri. Anza na kile ulicho nacho. Anza ulipo. Point namba 1. Anza ulivyo. Unajipanga sana rafiki yangu. Ngoja nijipange. Ujipange kwa nini? Utajipanga wakati unaendelea. Kuanza ni jambo moja, kujipanga ni jambo lingine. Utajipanga wakati unaendelea. Kuna kitu ambacho kinaua ndoto za watu wengi, kinaitwa overthinking. Overthinking maana yake nini? Kufikiri kama hufanyi kitu kunaitwa overthinking. Ni kama kwa mfano nyinyi ambao mnajua kuendesha pikipiki au gari. Umewasha gari, unaongeza mafuta, alafu hujaingiza gia. Unajua kinachotokea? Gari haliendi, lakini engine inazidi kuchemka. Inaitwa overthinking. Unafikiri. Mimi nikiongea na mtu nimekuelewesha, sisi tunafanya hivi na hivi, umeshapitia umefuatilia kitu tunachofanya, ndio. Uko interested, ndio. Alafu ananiambia ngoja nikafikiri, hamna kitu hapo, nakata simu. Hewa kabisa. Unaenda kufikiria nini sasa? Yaani nini sasa? Ni swala kuniambia nataka, sitaki. Simple. Ukafikiri nini? Inaitwa overthinking. Inaua sana ndoto za watu wengi. Sana inaua ndoto za watu wengi. Namba 3, anza na ulicho nacho. My friend, tumia ndoo, tumia mifuko, tumia chochote ulicho nacho. Anza kuotesha mchicha. Katafute mchicha, tafuta girigirani, watika hapo. Anza na ulicho nacho. Namba 2, anza na kuku wawili ndio safari yako. Anza na kuku 3 ndio safari yako. Mimi nimeshaeleza mara nyingi. Nilianza na kuku 8, baada ya miezi 6 nikana kuzaidi 500. Na sometimes nishaelezea kabisa ilitokea vipi. Anza na ulicho nacho. Anza kutangaza biashara yako kwenye status. Unatangazaje biashara? Kutangaza biashara sio kumwambia mtu haya sasa njoo mnunue. Onesha progress za unachofanya. Piga picha, status weka. Kuku wako weka. Hivyo wateja wanatengenezwa kabla ya siku ya kununua. Rafiki yangu, faida ya kwanza ulivyo, kwanza ulipo, na kwanza na ulicho nacho. Hii statement iandike. Utajifunza bila hofu ya hasara kubwa. Utajifunza bila hofu ya hasara kubwa. Naomba nirudie. Utajifunza bila hofu ya hasara kubwa. Unayesema ujipange, upate mtaji uanze. Angalia kitakachokukuta. Mtoto mdogo akiwa anatembea, akaanguka, anainuka sasa hivi. Unajua kwa nini anainuka? Ndio sehemu ya safari. Angalia kinachotokea kwa mtu mzima. Si unatembea? Kuna watu huko wanapita huko na kila kitu. Ukajikwaa. Ukaanguka chini. Unainuka haraka? Niambie, unainuka haraka? Kwa sababu mtoto mdogo akiwa anatembea, akaanguka, akajikwaa, anajikunguta, anaishia. Tena anaweza kaenda kukimbia tena. Mtu mzima akianguka mawili anaweza katokea. Atabaki pale pale chini kwa sababu watu anashunga kama watu hawajamuona vile. Au anachelewa kuinuka. Wewe hujawahi kufanya biashara ya milioni 1 ya 500. Unasema nasubiria milioni 2 nianze biashara. Ikishapotea ile biashara, yani ikishapotea hiyo pesa, utarudi. Au utarudi tena hiyo biashara.
mafanikio ni kukua. Mafanikio sio kuruka. Ukikua kwenda juu utabaki juu. Ukiruka kwenda juu utaanguka chini. Kwa hiyo faida ya kuanza na ulichonacho, kuanza ulivyo, utajifunza bila hofu ya hasara kubwa. Namba 3, jifunze, jaribu, rekebisha. Jifunze, jaribu, rekebisha. Namba 3, jifunze, jaribu, rekebisha. Siku zote mafanikio hayaji mara moja. Yanahitaji nidhamu ya kujifunza kila hatua. Mafanikio hayaji mara moja. Yanahitaji nidhamu ya kujifunza kila hatua. Weka mpango wa kujifunza. Tafuta program, tafuta vitabu, tafuta mafunzo. Hata kama sio profitable farm, hata kama sio sisi, usifanye vitu kwa kubahatisha. Tafuta watu wakusaidie, tafuta watu wakufundishe. Hakuna jipya chini ya dunia. Hakuna aliyefanikiwa mwenyewe. Kila mwenye mafanikio alipanda kwenye mabega ya waliofanikiwa. Kama nirudie, kila siku naonesha vitabu. Sio kama haya vitu mimi natungua kichwani. Mimi sijasoma kilimo na mifugo, lakini na vitabu vya SUA. Na vitabu si vya chuo gani cha kilimo. Nasoma. Ukitaka kufanikiwa, sio unatakiwa kuwa msomi. Sio na degree, sio na PhD, sio ni nzuri kama unazo. Kama huna, zisikufanye wewe ukashindwa kuendelea na maisha. Ni hivi, ukitaka kufanikiwa, sio lazima uwe msomi. Ukitaka kufanikiwa, penda kujifunza. Simple and clear. Kwa sababu mwisho wa siku, hamna sehemu utaulizwa cheti. Wanaoizoga cheti ni wanaoajiriwa tu basi. Wanaoizoga vyeti ni wanaoajiriwa tu. Na wenyewe wanatoa kopi. Huku kwenye mafanikio, huwezi kaanza kuenda kumuuliza Elon Musk sasa hivi, cheti chako cha nani? Cha engineering kiko wapi? Unachekesha. Ukaenda kumuuliza Baharesa sasa hivi, cheti chako cha media kiko wapi? Tujue kama wewe kweli una qualify kuendesha media. Ha? Vipi? Cheti chako sijui labda sijui cha nini? Hamna hayo maswala. Jifunze, jaribu, rekebisha. Jifunze, jaribu, rekebisha. Very simple. Watu wanashindwa sio kwa sababu hawana rasilimali, kwa sababu hawana mtazamo wa kutenda na kujifunza. Watu wanafikiri wakiwa na rasilimali ndio vitu vitatokea. Pesa ulionayo inatosha ukifikiri inatosha. Naomba nirudie. Rasilimali ulizonazo zinatosha kama ukifikiri zinatosha. Kwanza hakuhitaji usichonacho. Kwanza kunahitaji ulichonacho. Very simple. Naomba nirudie. Kwanza hakuhitaji usichonacho. Kwanza kunahitaji kufikiri vizuri juu ya kile ulichonacho. Sasa licha ya yote niliyoelezea, lakini bado watu watachukua hatua. Bado watu hawezi kuchukua hatua. Unajua kwa nini? Kikwazo kikubwa cha siku zote cha watu kuchukua hatua ni vitu viwili: hofu na kuahirisha. Hofu na kuahirisha. Sasa hofu ya kushindwa ni adui mkubwa kuliko kukosa mtaji. Hofu ya kushindwa ni adui mkubwa kuliko kukosa mtaji. Watu wengi wanangoja wakati sahihi ambao hujaiko hapo. Hizo ni pointi mbili ambazo nataka zikusaidie. Hofu ya kushindwa ni adui mkubwa kuliko hata kukosa mtaji. Cha pili, watu wengi wanaahirisha mambo wakisubiri wakati sahihi. Namba 3, kuahirisha ni njia kuu ya kuua ndoto zako. Jinsi unavyo procrastinate, jinsi unavyoahirisha, ndio unaua ndoto zako. Rafiki yangu, umepata chochote? Comment hapa chini. Nimekuongezea dakika 30 zaidi wakati nilitegemea ningekufundisha dakika 30. Ninaamini umeenjoy, na mimi nimefaidika, na mimi nimepata kitu. Umepata kitu? Niambie basi hapo. Au nimekuchanganya? Rafiki yangu, natamani kama niongee na wewe kila siku kwa sababu naona kabisa niko nje ya wakati. Yale ambayo Mungu anatamani niwafundishe watu ni mengi kuliko muda nilionao. Kwa hiyo hata nikipanga dakika 30 zinazidi kwa sababu natamani haya mambo yawapate. Naomba kusikia kutoka kwako. Umejifunza chochote? Umejifunza chochote? Naomba kusikia kutoka kwako. Comment hapa chini kitu gani umejifunza. Kitu gani ambacho unafikiri kinakuzuia wewe kufika mbele. Kinakuzuia wewe kuchukua hatua. Nitafurahi kuona comment yako. Jambo la msingi ni moja tu. Hakikisha unafanyia kazi yale ambayo unayasikia. Chukua hatua. Sasa na offer maalum kwa ajili ya wale ambao wako serious. Naomba nirudie. Na offer maalum kwa ajili ya wale ambao wako serious. Kwanza tuna strategia. Tuna mkakati ambao exactly utakusaidia wewe kufikia ndoto zako bila pressure, bila chenga. Tuna program maalum
tuna program za bustani, tuna program za kuku. Ni wewe tu kuamua unatakiwa ufanyaje. Jambo la kwanza, nataka nitoe special offer ya kukushauri. Mimi na chaji lisali moja ushauri ni 300,000. Inaleka tu. Wala sina aibu ya kukwambia. 1 hour na chaji 300,000. Nitakupa bure. Nitakusikiliza na nitakushauri cha kufanya. Fanya hivi. Andika neno ushauri. Andika tu neno ushauri. Ukiandika hivi, mtajua umeattend kwenye live yangu. Andika neno ushauri kwenda kwenye nambari ya simu 0761 0761 825 808. Andika neno ushauri kwenda kwenye nambari ya 0761 825 808. Nitakupa ushauri bure. Nitakusikiliza. Nitakushauri kitu cha kufanya. Bure kabisa. Sitakushaji pesa yoyote. Andika neno ushauri kwenda 0761 825 808. Mara baada ya kukamilisha somo hili, andika huo ujumbe. Nikuweka kwenye listi na niweze kukushauri. Kwa nini? Bila kufanya hivyo hatuwezi kufanikiwa. Kuna watu wanahitaji tu kuambia unaweza basi. Kuna kitu kikubwa sana kwenye ushauri. Kikubwa mno. Mimi nakumbuka siku moja nilikuwa nimechoka kabisa, nimekata tamaa. Mentor wangu akanipigia simu akaniambia, "Hazi, leo nimesikia kukushauri. Najua mara nyingi unalipia pesa, lakini leo nitakushauri bure kabisa." Nikamwambia, "Umejuaje kama nilikuwa kwenye kipindi ambacho ni kigumu kiasi hiki?" Akasema, "Mimi ni mentor wako." Baada ya kunishauri, siku 3 baadaye nilifikia malengo ambayo ilikuwa ndio rekodi ya biashara yangu. Neno moja tu, ndio maana ushauri ni gani? Linabadilisha maisha yako. Tumia hiyo nafasi, itakusaidia. Andika neno ushauri kwenda 0761 825 808. 0761 825 808. Naomba nipitie haraka hizi komenti zenu hapa, baada ya hapo nimalize kipindi changu. Okay, nasema asante sana kwa somo zuri. Haya, karibu sana. Endelea kutufuatilia, mwalike rafiki yako mwingine atufuatilie. Haya, nasema mimi nimependa somo lako, natamani unishike mkono. Nataka kuanza bustani na kufuga kuku. Hatua ya kwanza, tumia hiyo nafasi niliyokupatia. Andika neno ushauri sasa hivi kwenda 0761 825 808. Haya, huyu anasema, "Yes sir, tumefaidika. Nimependa hapo ulivyosema kwamba banda lina mifumo yote kufanya mradi wa kuku uchumi kokote." Yes, exactly. Imenichukua mwaka mzima kutengeneza ule mchoro wa banda. Ndio maana ni banda ambalo hakuna siku kwenye mtandao watu watauliza, "Banda leo shilingi ngapi? Nataka banda kama hilo." Yaani kama ningekuwa ni mfanya biashara, yani nimeitwa kufanya biashara, ningepromote tu kwamba tunatengeneza banda kama hili. Gharama yake ni ningepata pesa ya kufa mtu. Sasa mimi sijaitwa huko. Haya, huyu anasema amenieleza, anasema, "Nashukuru sana, nimejifunza mengi, natakiwa kuchukua hatua." Hicho tu ndio kitakusaidia kutoka hapo ulipo. Wala hamna kitu kingine. Haya, anasema, "Asante kwa somo, nahitaji kuku na huo muundo wa maji, mbolea na mayai na sehemu yake." Pata huo ushauri ambao nimekupatia, nitakusikiliza then nitaona kitu gani cha kukufaa. Nimejifunza, anza sasa kwa ulivyo navyo, jaribu, jifunze, rekebisha. Exactly. Fanya hivyo. Haya, anasema asante sana. Huyu anasema, "Kaka, je, huduma hii ya ushauri ni bure au ni cost?" Rafiki yangu, na chaji 300,000 lisali moja. Nimesema nitatoa bure. Nitatoa bure. Andika neno ushauri kwenda kwenye nambari ya 0761 825 808. Pata maelekezo utakayopewa kwenye hiyo WhatsApp. Ukishakamilisha maelekezo utapigiwa simu. Haya, asante sana, nitaanza na nilivyo navyo, nitajifunza. Oh, safi sana. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Flora Mlao, asante mwalimu kwa mafunzo mazuri. Oh, wow, asante sana Flora. Asante sana. Jamani, mimi niwatakia wakati mzuri. Have a nice time. Jambo la msingi ni moja tu. Haya mafunzo tunayafanyia live Instagram, lakini yanapatikana YouTube kwa jina la Profitable Farm TZ. Leo tuko episode namba 7. Huenda ukatamani kujifunza episode zingine, nenda YouTube sasa hivi. Andika Profitable Farm TZ. Profitable Farm TZ. Ukienda kwenye Profitable Farm TZ utapata masomo haya yote, episode 1, episode 2, episode 3, episode 4, 5, 6 na leo tuko 7. Rafiki yangu, mwalike rafiki yako mmoja tu, mwambie tu follow Profitable Farm kwenye Instagram, aende YouTube, andike Profitable Farm TZ. Tunapenda tuwe na familia ya watu ambao ndoto yao ni kuacha kula mboga mbovu, ndoto yao ni kuanzisha miradi nyumbani yenye kuwapatia pesa, ya kupatia cash. Rafiki yangu, wewe uwe sehemu ya kutimiza ndoto hii, na sisi tuko tayari kukushika mkono wewe pamoja na ndugu yako. Asante sana jamani, much appreciation. Asanteni sana kwa kutenga muda wenu.
I'm humbled. I'm not taking this for granted. Na appreciate sana kwa mchango wenu. Asante sana kwa kufuatilia Profitable Farm. Jamani niseme nini jamani, muda uliukuta. Bye 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 bye.